Kwa sasa kumekuwa na zamani tulikuwa tukiona kuna kelele kidogo, wanasema judicial activism. Yeah, is bad in law, the court should not, judges should not do this. Walikuwa wana front against judicial activism. Lakini sasa changamoto inapokuja katika tunapo practice sheria na majukumu yetu ya kisheria ambayo tunapewa kama TLS na ambayo yanakuja moja kwa moja kama mawakili. Ambapo hususan tunapofanya masuala kama ya public interest litigations ambayo yanatafsiriwa kama activism, ambayo kwa sasa inaonekana ni some sort of grave offense in this country. It's kind of like treason. It's somewhere between a treason or ugaidi unapofanya harakati. Yaani uko hapa katikati, unategemea ukionewa huruma sana unaweza ukaishia kwenye money laundry. Lakini between hizo sehemu mbili ni sehemu ambayo, kwa hiyo how should we balance? Kwa mfano tunapoangalia majukumu kama ya TLS na hii hali inayokuwa perceived kwamba sasa mnapokuwa na uelekeo fulani ni judicial, inaonekana ni kama activism. So now judicial, that is lawyer activism, which actually haifurahishi. Na sasa kuna mipaka ambayo tunajaribu kuangalia kwamba kama tunavyosema uhuru wa kitaaluma kwa walimu na wakufunzi wa vyuo, lakini hatuoni ule uhuru kwa mawakili, kwa sababu wakili eneo lake la kupractice ni sio ofisini kwake tu, ni mpaka mazingira ya mahakama. Ni kwa namna gani wakili anaweza exercise haya mazingira yake, kwa sababu sio kila, kuna kesi ambazo tunajua hii ni kamera, labda ni kesi za ndoa, kesi za watoto, labda kesi maalum katika mazingira maalum ambapo labda ushahidi muhimu sana wenye umuhimu kwa usalama wa nchi unataka kutolewa. Lakini mazingira ya kawaida labda ni kesi ya kikatiba ambayo labda nia yake moja sio tu kuprosecute, lakini wananchi wajue ni jambo gani linaendelea. Hasa imejitokeza changamoto ambapo inaonekana kwamba hii ni ethical issue, a very serious ethical issue, and ambao sasa imekwenda sasa haitamaniki tena kwenda advocate committee au hapa kwenye national committee ya TLS. Now we are criminalizing hata ile haki ya wakili kujaribu kuelaborate shauri linaloendelea mahakamani. Kwa hiyo kwa sababu tunajua Profesa umepractice, what is your opinion unavyoitizama tasnia yetu na namna tunavyovutia, tunavyojaribu kuwashawishi vijana wengi waone umuhimu wa kuparticipate kwenye public interest litigations na mazingira kama hayo. Tutaka tuone kwamba nyie kwanza mlipitaje, how do you, kwa sababu na nyie nimesoma kidogo, tulikuwa tunaona TLS sio kwamba ilikuwa smooth. Nimeona kulikuwa na majaribio fulani ya kutaka kuidismantle kwamba iondoke, na ilikuwa ikitafutiwa sababu kwa kila awamu yake. Walitafuta lugha ambayo ilionekana kwamba lugha hii inaweza kuhalalisha huyu mbwa kuuawa. Kwa hiyo labda kwa upande wangu nilikuwa naomba Profesa hebu tusaidie ili tuone kwamba there is any ethical issues, or can we criminalize a lawyer from, or an advocate from try to state some sort of facts or to advocate the public interest issue which is before the court, and to criminalize it and the future of independence of lawyer in our country. I had a concern on that, please. Can we hear something from your side? Furahisha sana. Swala zima la activism nikiunganisha na kilichozungumza Advocate Musa. Kule India activism ilianza na majaji, judicial activism. Neno kabisa imeingia kwenye msamiati, judicial activism, sio activism ya mawakili. Na ndivyo ilivyo develop PIL in India. Na kwetu sisi hapa
katika kesi ya Mtikila na judgment ya hayati Luga Kingira amezungumzia hiyo. It's really a founding case, kusema kwamba sisi hatuhitaji kuimport activism au PIL kutoka India, kwa sababu katiba yetu yenyewe ina provide for PIL, ibara 26. Katiba yenyewe ibara 26, ibara ndogo ya 1 na ya 2 ina provide. Siku ingine ningependa nipate nafasi ya kuchambua. It's a very interesting provision, kwa sababu kule haki na wajibu simply articulated in a hybrid fashion. Unaona hiyo? Na hii ni muhimu kwa sababu kila mara ukizungumzia haki unaambiwa hakuna haki bila wajibu. Okay? Wao wanakuambia kwamba hakuna haki bila wajibu, wao wanataka kurestrain haki. Ndio nia yao. Lakini haki na wajibu inayozungumzia katika ibara ya 26 ni dhana tofauti. Unaona? Ni dhana tofauti. Ibara ndogo ya kwanza inasema kila mtu ana wajibu wa kulinda katiba na sheria, sio? Paraphrasing it. Sasa ukiwa na wajibu, utatekelezaje wajibu wako? Kuna instrument gani ya kutekeleza wajibu wako? Jibu unalipata kwenye ibara ndogo ya 2. Kwa kuwa una wajibu wa kulinda katiba, pia una haki ya kuingia mahakamani pale unapokuta kwamba katiba imevunjwa. You see the point? Ni dhana very interesting ambayo sijawahi kuona katika katiba zingine. Kwa hiyo I think Luga Kingira was right, kama hatuhitaji kuimport PIL kutoka India. Tunayo PIL hapa kwetu katika ibara ya 26, na hii ilianza kutumiwa, sio? Tuna kesi chungu zima. Sasa ikatokea wakati wa hayati Magufuli, wakaona hii hapana, inatutesa sana. Hawakutaka kuirekebisha katiba, kwa sababu unajua kurekebisha katiba sio jambo dogo, kwa sababu inaamsha mjadala. Kwa wakafanya nini? Kupitia sheria ya kawaida, sio ile amendment ya Basic Rights and Duties Act, ile amendment kusema kwamba lazima uonyeshe personal interest. Moja. Ya pili, huwezi ukamshtaki rais, makamu wake, etc. Sio? Isipokuwa Attorney General. Hii kwa kiasi fulani sasa ilianza kurestrict PIL. Okay? Na mawakili wengi wali more or less give up. Au wengine wakaanza kufile 2 affidavits. Affidavit moja kuonyesha his interest. Okay? Mimi actually nilikuwa napinga kwamba no, you shouldn't file 2 affidavits. Ile affidavit ya admissibility tusifile hiyo. Okay? Anyway, hatimaye kwa sababu ambazo bado sijaweza kuona kwamba nikaargue hiyo katika kesi ya Ole Guruma. Okay? Ilikuwa mwaka gani? Mwaka jana, mwaka jana. Okay? Na to everyone's surprise tukashinda. Ile provision, ile amendment kasema kwamba ni batili. Sawa? Ni batili, kwa sababu batili kinyume cha ibara 26. Okay? Ingawa mwishoni pale sentence moja
serikali ikapewa mwaka moja wa kurekebisha. Okay? Hii ni story ya PIL. Sasa unapozungumza activism, kwanza nafikiri hatimaye utambue mambo mawili. Moja, mahakama ni chombo cha dola, hatimaye ni chombo cha dola. Sawa? Ni chombo cha dola. Moja. Ya pili, majaji sio malaika. Majaji sio malaika. Hapa ndio kinakuja swala la maslahi ya kitabaka etc. Okay. Sasa inapobadilika kwa sababu mbalimbali ambayo lazima tuzichambue, the character of the state itself, wakati tabaka tawala halipati au halitaki uhalali wake kutokana na mambo ya sheria, separation of powers and so on. Sawa? Liberal architect. Wakati tabaka tawala inatafuta uhalali wake katika dini, katika itikadi ya maendeleo. Okay? Itikadi ya kusema kwamba by 2030 au 2050 si tutakuwa nchi ya Mutewa, sio? Vyombo hivyo vinaathirika. Ile separation of powers inakuwa haina maana, kwa sababu sio mahali pa kutafuta uhalali. Unaona hiyo? The ruling class doesn't look for legitimacy within the liberal framework, within the ideology of liberalism. Kwa sababu vyombo vyetu hatimaye ni liberal, sio? Wamekuwa constructed on the liberal ideologies. Then unakuta yoyote, kama hata activism inakuwa criminalized. Okay? Jambo ambalo ni innocuous, PIL, inakuwa criminalized. Na sio hapa tu, hata India penyewe. Angalia, under Modi, what has happened? Increasingly, Supreme Court ya India iko very executive minded. Increasingly. Na judgments za hivi karibuni, okay, kwa mfano kuhusu ile masjid and so on and so forth, utaangalia, huwezi ukasema kama this is the Supreme Court ya India ambayo tuliozoea. Okay. Kwa sababu state here, it's almost a near fascist state, sio? Kwa hivyo, that is, I think, an issue ambayo lazima tuangalie. Na ndio maana nikasema kwamba tumefika mahali ambapo inatubidi tuangalie the nature for state. Nafikiri kwa kiasi fulani nimejibu pia Advocate Musa kuhusu swala nzima la activism na judges. Okay. Sasa kama activism ya mawakili pia inakuwa criminalized, utategemea vipi kwamba judge atakuwa active? Okay. Judiciary yetu ilikuwa na kipindi fulani actually ilikuwa active. Cases za Malusaya na baadaye hata pia Lugha Kingira, kesi zile za Daudi Pete, kesi ya kupiga marufuku ile Government Proceedings Act, etc. Tumekuwa na some very leading judgments, very good judgments, ambazo zinanukuliwa na mahakama zingine, Malawi, etc. Lakini ile activism sasa haipo tena, sio? Haipo tena. Sasa tusiseme kwa hiyo imetokea ghafla. Na ndio sasa wajibu wetu. How did it happen? What happened? Kwa nini? Juzi nilimwona Jidadi anamuuliza mzee Warioba, ikatokeaje, sio?
bado hatujajibu. How did it happen? Tulianzia wapi tukafikia wapi? How did it happen? Okay, bado ni swali. Na mwishoni niseme rais kwamba kuna jambo la kujifunza kutoka Kenya. It's very interesting. Unajua, sisi tumezoea kuzungumzia mahakama za Afrika Kusini, lakini mahakama za Kenya and the activism ya mawakili Kenya and the kind of judgments they are getting. Kwa sababu hatimaye the quality of the judgment haitegemei tu majaji, pia inategemea the quality of the bar. The quality of the bar. Na mara nyingine lazima tujikosoe sisi wenyewe. Tuna rush mahakamani sawa, lakini the kind of papers which are drafted, unajua, inatoa mianya kwa majaji. So quality of the bar also matters. Kwa tuko pamoja hapa, judiciary and bar tuko pamoja, okay. Pamoja na all these disappointments like this, mi naona to the extent that there are any available avenues, tusisalimu amri, tuendelee, okay. Naweza ikafikia mahali ambapo utaona kwamba hakuna kabisa, milango imefungwa kabisa, but mi naona bado hatujafikia kule, okay. And you never know, things do change. Unajua, sasa hivi hatuwezi tukaona hiyo, tunaona incremental changes. Lakini incremental changes pia inakuja wakati ambao unakuta kwamba mambo mapya yanajitokeza. We shouldn't give up, right? Na chini ya uongozi wako nafikiri TLS imefanya mambo mengi mazuri na iendelee, isi give up. Pamoja na all the limitations. I think binadamu ni bunifu sana. Binadamu ni bunifu sana. You have to find ways to be bunifu zaidi. Na zaidi. Sawa, asante. Asante sana Profesa. Na niwaombe radhi wageni wetu, maana tulitakiwa tu tumemaliza saa 6 kamili kwa maelekezo niliopewa kutoka TLS. Sasa tulishasogeza muda, hata tulikuwa na maswali mengine lakini itabidi tusitishe kwa kutambua kwamba tulishawaweka watu muda kuliko tuliokuwa tumeahidi. Yale mengine basi itabidi TLS labda ibebe hilo jukumu la kuandaa wasifu ama biography ya profesa. Labda haya maswali mengine tutayapata huko majibu yake, kwamba Marxist alikwenda kuongoza kiwanda cha bia na pale kilitokea nini, na mengine mengi. Profesa yeye ni hadithi nzuri sana kama ambavyo tumekwishaona. Naamini tumefurahia wote mazungumzo haya, lakini tusimalize uhondo wote kwa sababu umetuahidi ni jambo endelevu. Basi labda siku nyingine tutarudi hapa tuzungumze mambo mengine ambayo tumeyaacha leo. Mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube channel. Wakili TV, kitovu cha sheria.